katika database tulionao pale kama taasisi ya utunzaji wa taarifa za mikopo, tuna database ya kama wa Tanzania milioni 16. Na Tanzania milioni 16 hawa ukiangalia waliokopa kati ya yani chini ya milioni 1, unaona kama 75% mpaka 80%. Kwa hiyo inaweza kukupa tu taswira kwamba Watanzania wengi ukija kwenye ukopaji almost wanaangukia kwenye upande kama unavyozungumzia kiduchu. Yani bado ni amount sio kubwa sana. Lakini hiyo sio tatizo. Hiyo ni opportunity kubwa sana kwa nchi na kuweza kusaidia watu wengi sana wakaweza kupata mikopo. Lakini kiduchu inakuja wapi hapa? Sehemu kubwa ya hawa Tanzania ambao ni 70% mpaka 80%, wengi wako kwenye informal sector. Na ndicho kiduchu nadhani sehemu kubwa sana itaenda kwenda kwa address. Kwa sababu wale walio kwenye formal sector tunaelewa kwamba repayment zinafanyika kupitia employer, anatuma zile repayment on monthly. Sasa ilikuwa ni ombi langu tu binafsi kwa wale ambao mko upande wa MNO au upande wa mabenki makubwa kuweza kuifanya kiduchu ikawa successful. Tuweze kuweka pati ya hii mikopo yetu tunayotoa kama ni songesha, ni mgodi, kwa kuna element ya kiduchu mle ndani. Kwamba mimi napopewa limit labda ya shilingi 50,000, basi naweza nikaambiwa unaweza ukaseti standing order kwenye hii limit percent fulani ambayo ikaenda kwenye kiduchu. Au pale napokuwa nasongesha, nadhani tukifanya hivyo, kwa sababu asikudanganye mtu, upende usipende utasongesha tu. Sorry, nadhani Epimac hapa anaweza kukuelewa kwa sababu ya convenience na accessibility yake. 24/7 kokote uliko, usiku wa manane iwe mchana, kuna mvua, kuna radi, kuna mafuriko, wewe unaweza ukasongesha tu. Samani tena naomba nirudie kwa wale wengine ambao wako upande wa MNO nyingi, sio kama naongelewa kwa sababu kaka Epimac tunafahamiana yuko hapa, lakini ninachotaka kusisitiza ni kwamba tunaweza tukaifanya kiduchu na yenyewe kwa hiyo convenience na accessibility yake kwa ni rahisi. Tukifanikiwa hayo hivyo viwili tu, nakwambia kiduchu itakuwa ni msaada mkubwa sana kwa wale kwenye informal sector. Sasa kampeni ya kiduchu ina faida gani? Kwanza, tunaweza kuwafikia wanufaika 135,186,000 ambao hawa wanufaika bado hatujawafikia. Sasa hivi tumefika level ambayo sisi kama bodi tumesha integrate na mifumo mbalimbali na tunaenda kufanya kitu kinaitwa credit penetration. Hii itaboost sana uchumi wetu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mabenki, moja katika changamoto wanazozipata ni historia ya credit ya mteja inaanza pale anapofanya kazi. Sasa kwa vile tusha integrate na mabenki na tusha integrate na MNOs, wao kama mtu anakuwa anatamani ku offset mkopo wake kidogo kidogo, anaweza akatumia MNO, anaweza akatumia benki, akafuta ule mkopo kidogo kidogo, na huku anajenga historia yake ya mkopo. Hiyo itamsaidia hata pale atakapokuwa anatafuta mkopo wa kujenga nyumba. Jamani, tayari historia ipo huku kwamba alikuwa mwaminifu, akakopa kwa bodi ya mikopo akalipa, akakopa benki akalipa. Kwa hiyo obviously atakuwa ana sifa ya kupata mkopo zaidi. Baada ya kusema hayo, sasa napenda kutamka kwamba kampeni ya kiduchu fresh tunasonga tu na nimependa mmeweka kwenye lugha ya Gen Z. Wataielewa vizuri sana. Hasa hawa wa sasa hivi. Naamini wataelewa na watalipa kwa kiduchu ambacho walichonacho. Kwa hiyo kiduchu fresh tunasonga tu imezinduliwa rasmi.